Majina naitwa Maro Magranta Marigo Nkombe. Mimi ni mkazi wa kijiji cha Nyiboko, kitongoji Makuyuni, wilaya ya Serengeti, mkoa wa Mara. Tulienda kwenye mkutano siku ya Jumamosi. Mkutano ulikuwa ni mkutano wa dharura. Alipita pale, tukaenda kwanza kuhoji masuala kuhusu mchanga alikuwa anauza pale kwenye daraja. Maswali nilimhoji maswali mawili, nikamwambia mwenyekiti, umeuza mchanga na pesa zionekani, sisi hatuwezi kuchangia kujenga hilo daraja unalosema sisi tuchangie tujenge. Tukawa tumeshindana kwenye hoja, mimi nikawa nimeondoka kuja nyumbani, kwenye mahudhurio nilisaini. Baada ya kuondoka kutoka pale, mimi nilishangaa amekuja wake kuja kukamatia. Nikamuuliza hiyo hela ni ya nini, akasema ni faini. Nikamwambia kwenye mkutano mimi nilikuwepo. Akalazimisha, akaambia vijana wake wakamate mifugo. Sasa mimi nilishangaa, nikawa namuuliza ninakosa gani, anasema mimi nimeenda kuvuruga pale eti kwenye mkutano, wakati hata kwenye mkutano sikuleta vurugu yoyote. Mimi ni hoja zangu nilimuuliza, lakini kunijibu nikaona hatendi haki, nagemea upande mmoja. Na swali la tatu nilimuuliza kuhusu masemo ya kunyeshwa ng'ombe kwenye malisho kule tunapotenga eneo la kijiji, amemuuzia rafiki yake. Nilihoja, akasema mimi naleta vurugu, ikabidi niondoke. Baada ya kuja hapa nyumbani ndio kwa sasa kalazimisha washike mifugo, nikakatalia mifugo. Ndio akawa ameita watu wake, kwa anapiga mwano ili sisi tuuawe. Tunaomba serikali mtusaidie kwa hilo. Mpaka sasa hata watoto waendi shule, nina mtoto mgonjwa ana siku 3 hajapata huduma yoyote ndani, na yeye mifugo unavyoiona haitoki. Hata kuna sehemu tulikuwa tumenunua eneo la kuchunga, wameenda wamemzia yule mama atutoke hapa nyumbani, maana alishatoa taarifa tukitoka tuwao atupigie mwano. Kwa tunaomba msaada wenu. Ameshazoea tu, sio kwa kiasi gani ameshazoea. Maana hata ukihoji neno lake lolote, tukihoji neno la ukweli hataki tuhoji. Ukihoji neno anasema wewe ni mchochezi, wanakuja kukamata wanakupeleka na kituoni. Huo mfumo alishautengeneza serikali. Kama tufanye ni serikali ya kijiji yote, hutaki kuhoji neno na unasema la ukweli. Ukisema neno la ukweli tu wewe ni mvurugaji. Hajawahi kufanya mapato na matumizi mpaka tupate kama mkutano kwa dharura. Tukimhoji haya maswali ya nini mapato na matumizi, ndio inakuwa ugomvi. Tunaanza kukamata wale tunaohoji. Mimi ombi langu kwa serikali, tunaomba tusaidie msaada. Hapo huyo mtu sisi tunamtaka atuondolee hapa, maana imeshakuwa kero sisi kwetu. Tukihoji neno la ukweli au tukimwambia tuseme mapato na matumizi, tunakuja kukamatwa, atupishia maaskari, afu ana vijana wake atembea nao, ana kundi, hilo kundi ndio linatusumbua. Kwa majina naitwa Frank Marigo Nkombe. Ni kijana mkubwa katika familia hii ya mzee Marigo Nkombe. Mimi nianze tu na malalamiko tu kwamba siku ya tarehe 24 kati ya saa 3 mpaka saa 8 tulikuwa na kikao cha kitongoji cha dharura kwa ajili ya kuzungumzia uchimbaji wa mchanga katika daraja ambalo linatuunganisha vitongoji viwili, kitongoji cha Makuyuni pamoja na kitongoji cha Mtakuji, vyote vikiwa vya kijiji hiki cha Nyiboko. Swala kubwa ilikuwa ni kwa ajili ya kuzungumzia hilo swala la uchimbaji wa mchanga ambalo tuliona linahatarisha mazingira, lakini pia ni hatari kwa majirani ambao wanaishi pale jirani, kwa sababu imeshakuwa na shimo kubwa ambapo baadaye maji yakituama mli na maana yanaweza wakaumiza watoto. Lakini pia sasa baada ya kufika mwisho wa swala hilo la uchimbaji wa mchanga, tukawa tumelizuia. Mwenyekiti wa kijiji, kwa sababu naye alikuwepo, mwenyekiti wa kitongoji, lakini pia na mwenyekiti wa kitongoji vya jirani na wenyewe walikuwepo, wakawa wanachangia kwamba tuendelee kuchimba pale mchanga, lakini sisi tumeligomea hilo. Tukafikia mwafaka, tumefika mwisho kwamba hili zoezi la uchimbaji mchanga lisitishwe. Baadaye kwa tumetoka sasa, kwa sababu ajenda imeisha, tukawa tumetoka kurudi nyumbani kuendelea na majukumu mengine. Lakini kwa nyuma yake, wakati tuko nyumbani tunaendelea na shughuli zetu, tulishtukia wana wa kitongoji hao wakiongozwa na mwenyekiti wa kitongoji. Mimi namjua kwa majina ya Maro Mayani Muniko, lakini kuna jina maarufu anamuita Tyson, ni mstaafu wa jeshi. Sasa huyu amefika nyumbani kwa ajili ya kukamata faini. Faini yenyewe sasa, baada ya kumuuliza faini ni ya nini, akasema umeondoka kwenye kikao bila taarifa na kufanya vurugu kwenye mkutano. Sasa mimi nikamuuliza ni vurugu gani niliyoifanya? Kuhoji kwa nini tunachimba mchanga, kuhoji mapato na matumizi ya mchanga uliochimbwa maeneo hayo, au kuhoji kwa nini watu wauze mchanga kinyume na taratibu
za mazingira, lakini pia kwa ajili ya ulinzi na usalama wa watu wetu. Basi kusema hivyo, yeye kwa sababu yeye ni kiongozi akasema, jamani, nimewaleta, chukueni hatua. Chukueni hatua. Nyumbani kwangu wakawa wamekamata kuku wawili, yani watu wakamatiwe faini ili iwe fundisho kwa wengine. Sasa tukawa tunasema fundisho gani ambalo tunataka tulipate kutoka hapa. Basi pamoja na wengine walikuwepo tu wengi, sasa tumiwa siwajui kwa majina, wanikamatia hivyo vitu vyangu. Lakini baadaye ilikuwa ni vurugu imetokea pale nyumbani. Mke wangu akawa anasema hawa kuku ni wa watoto na hiki kiti ni cha kwangu kwa ajili ya wageni wangu, hivyo hamwezi kaondoka navyo. Basi kuondoka na vitu gani? Pale kwa kuondoka, hawakuondoka na kitu hivyo, wamekuja navyo mpaka hapa nyumbani kwa familia ya baba. Sasa kutoka kwangu, walipofika hapa akasema hapana, yani hichi mnachokifanya hakifai na hakipendezi na sio, yani akiendani na sheria na katiba za nchi yetu. Kwa hiyo hivi vitu inabidi virudi. Basi wakawa wameviachia vikarudi nyumbani. Kwa hiyo baada ya hapo wakaenda kukaa kikao cha dharura fulani, yani kututenga na huduma za kijamii, kwa maana ya kukaa, yani kujumuika pamoja na wana vitongoji na wana kijiji wa kijiji hiki. Ikionekana mtu amejumuika nao, basi atafainishwa shilingi milioni 1. Hicho kikao cha dharura ni wale wana kitongoji walienda wakaendelea kukaa na hicho kikao kutoka sasa kwenye eneo la tukio ambapo ni eneo la darajani, wakurudi kuna mti tunautumiaga kwa ajili ya vikao vya kitongoji. Walienda wakakaa pale, basi wakaanza kujadili na kutoa hizo adhabu kwa familia hii. Yani baada ya kuona hizo adhabu zimetolewa kwa familia yetu, kunyimwa huduma za maji, kupata huduma za hospitali na kimatibabu kwa maana hiyo, na huduma zingine za kijamii kama tunavyozijua, na maana kuhusu mambo ya maji, mambo ya shule na vitu vingine ambavyo tunavichangia katika kijiji na jamii. Tumeambiwa hakuna kuhudumiwa, tukienda wakimbie au wafunge. Na kweli hayo yametokea, tumeyaona. Mwanangu alienda pale kununua vidonge, alinyimwa, asema bwana, nikiwauzia nitanyang'anywa hela shilingi milioni 1 na mimi sina. Kwenda kupata huduma ya dukani kwa ajili ya maana mafuta pamoja na chumvi pale dukani pia tumenyimwa. Lakini pia kuna eneo limekodiwa kwa ajili ya kulisha mifugo yetu. Ameambiwa bwana, hakuna, yani mifugo ikienda pale na anatoza hiyo faini ya shilingi milioni 1. Naitwa Kisumu, mke wa Muturi Omukiri. Tutalinipa hela ng'ombe zichunge kwenye eneo langu. Baadaye vurugo ya hii mchanga, wana kitongoji ikasema hizo ng'ombe zikichunga humo unatoa milioni 1. Umesikia? Hasa mimi nikamwambia, wewe babu, wamekataa, mtafanyaje? Umesikia? Ndivyo hivyo. Kwenye kiti nikataa kabisa, akasema zikiingia mtu unatoa milioni 1. Akasema eti kwamba hao watoto wamewafukuza kule kwao, wamechukua maupinde, wanataka kuwaua. Naitwa Nyangi Nyamuhanga. Kuhusu family iliyotengwa ambayo ilikuwa ni siku ya Jumamosi wiki iliyopita, nimesikitishwa sana na kushangaa. Cha kwanza, wamevunja haki ya binadamu ambayo kwanza ni kuishi. Na ili binadamu aishi lazima ale na kunywa. Inapofikia tunamtenga mwanadamu kwamba usinunue hapo kitu ambacho ndio chakula chake, sijui ataishi. Cha pili, wamevunja katiba nchi ambayo haijawa hivyo. Aidha, kila mtu ana uhuru wa kupokea taarifa na kutoa taarifa. Kama basi taarifa ilipokelewa kwamba hawa kwa Marigo wameona hili swala wakalitoa, ni mwiko gani ulazimishe kwamba wao wafungiwe huduma? Wamevunja taratibu ambazo vile vile kumweka mtu kisuizini. Hata yule rais wa nchi hana uwezo huu ambao kitongoji kimechukua. Kitongoji kimejinyakulia madaraka ya juu mno ambayo mimi kama binadamu ningependa yatenguliwe hata kuanzia leo. Mimi binafsi siwezi kusema uamuzi wa kitongoji. Niseme uongozi wa kitongoji umetumia wana kitongoji kama kivuli cha kuwatenga hawa kwa Marigo. Kitu ambacho ni kinyume, wametenga watu kwa Marigo, familia ya Marigo. Mpaka mifugo ya Marigo ambayo mama Kisumu alitoa eneo la kulisha wanaizuia.
na yenyewe isiende kula nyasi ambazo hata ni haki yao. Wametenga wanadamu wa Marigo. Maoni yangu kwa serikali ilione hili kwamba haki ya mwanadamu wa Marigo imevunjwa, na si kwa Marigo tu, na familia yote, hata wale wageni wa kwa Marigo wamevunja haki yao kiutu. Haki ya binadamu imevunjwa, na wamevunja katiba nchi hii ambayo tuna uhuru wa kupokea taarifa na kutoa taarifa. Wanawekewa kibano wa store. Kwa hiyo ifike mahala hili swala liangaliwe hata kwa jicho la tatu, kwamba kwa Marigo hawana hatia yote kuhusu hili. Huu ni uharibifu wa mazingira, ambao uharibifu wa mazingira kwenye nchi hii ni kitengo ambako kiko kwenye ofisi ya makamu wa kwanza wa rais. Na Mtanzania yote ana haki ya kulinda mazingira, sio lazima achaguliwe. Ila popote alipo akiona kitu kinadhurika basi analinda. Kama basi hawa tumelinda tukalalamika hivi kwa Marigo, kwa nini wafanye? Naitwa Edwin Daniel, ni katibu tawi la Mtakuja ambao mliopo hapa. Mimi napenda kuzungumza mbele ya vyombo vya habari kuwa kero zote hizi mnazoziona na changamoto hizi zinatokana na viongozi ambao tunao wa serikali wamekuwa hawasikii. Tukiwaandikia taarifa, tukiwaelezea nakala, ikiwemo daraja hili. Daraja hili mwanzoni lilishai kuvunjwa na likajengwa upya kwa sababu ya ubadhirifu wa umma. Lakini baadaye hili daraja waliendelea kuwa wanachota mchanga hapa, tumetoa taarifa. Na mchanga unavyochotwa unashuka na hiyo barabara. Mwenyekiti wa kitongoji yuko kwenye hiyo barabara. Nimemwendea mara nyingi na mueleza, mwenyekiti, mbona mchanga unachotwa kiholela? Lakini katika utaratibu huo ulio nao, wewe ni utaratibu upi nao ambao unatakiwa ufuate? Kwa sababu kila kitongoji kina utaratibu wake. Na katika nchi ina sheria. Ina sheria za nchi, ina sheria ndogo na sheria za kimila. Basi akasema mimi najua utaratibu nao ufuatilia. Akaja. Siku moja nilifika hapo, nakutana naendelea kuchota. Nikamhoji, mbona utaratibu unaendelea? Nikamueleza hivi, naomba ufuate utaratibu, tofauti na hapo usitofishe hili swala la uchimbaji, uchotaji wa mchanga. Lakini mwenyekiti yeye kumbe alikuwa anachukua pesa hapa. Baadaye mimi nikamwandikia barua aje ili tuzungumze na chama na serikali. Baadaye wakaniambia mimi ni majungu. Lakini kwa maombi mimi niombe kama habari hii ambao mmefika hapa. Kijiji hichi kina changamoto kubwa sana. Kuna ubadhirifu ndio unasababisha mpaka yote haya yanatokea. Yaani ubadhirifu wa umma, ikiwemo wizi wa mali za umma. Kwa ushahidi tunao. Ikiwemo viwanja vinauzwa, hamna chochote kinachoonekana au asilimia. Ushahidi tunao. Ikiwemo njia zinauzwa, mali maeneo yanataipishwa. Lakini tukizungumza tunaonekana sisi kama viongozi wa chama wengine ni wanafiki. Kwa hiyo wengine ni wahanga. Tunaomba mtusaidie huko mnakofikisha hizi habari. Katika kitongoji cha Makuyuni ambapo inadaiwa kutengwa kwa familia baada ya kudaiwa kwamba kuhoji mapato na matumizi kwenye mkutano wa hadhara uliofanyika tarehe 25 mwezi wa 7 2026. Na katika mkutano huo miongoni mwa wanafamilia waliohoji walikuwa wanataka kujua swala zima la mapato na matumizi kwenye mchanga ambao unachimbwa katika daraja la linalounganisha kitongoji cha Makuyuni na Mtakuja. Lakini hali hiyo ilipelekea uongozi wa kijiji kuitenga hiyo familia kwamba wananchi wa kitongoji hicho wasijihusishe na chochote na hiyo familia kutokana na kudaiwa kuleta vurugu kwenye mkutano. Sasa tukasema kwa kuwa uongozi wa serikali ya juu ambayo pia ni we mtendaji wa kata hiyo, kwanza tunataka kujua taarifa hizo unazo, lakini kama taarifa hizo unazo, ni nini maelekezo ya serikali kuhusiana na sakata hilo la familia la Marigo Ikombe? Mimi taarifa hizo sina. Ndio. Ya wajaji ofisini kunieleza. Na labda pengine baada ya taarifa hizi, nini uamuzi wako kama serikali ya kata
kuona ni namna gani ambalo unaweza. Sina taarifa hiyo, ndio maana nasema kama ipo nitaipata, ndio naweza kusema. Sasa hivi sasa atasema nini? Sijapata taarifa. Okay. Sawa. Nikipata taarifa ndio nihakikishe, ndio niseme kitu. Kwa hiyo hujapata taarifa kutoka kwa familia wala kwa uongozi wa kijiji? Bado sijapata.